Kawa anasema tu hata kufa bali ataishi, naongea kama kichaa. Hata kufa bali ataishi, Zaburi ya 118 mstari wa 7. Ndio hivyo tunaongea kama kichaa. Alianza kunimwagia mafuta taa, akaona siwaki, akachukua petroli. Ndio akanimwagia, akaninguza hapa tumboni kote na mgongoni. Siku alikuwa amevaa siku ya tukio hii bukta. Amevaa ndani, kwa hiyo walivua ile track ya nje akabaki na hii. Ndio ilipokea moto ule walivyokuwa wanamuwasha moto. Kuna sehemu za siri hapo pia aliungua. Aliyelala hapa ni kijana Prince Kiwia mwenye umri wa miaka 22. Kwa sasa yuko kitandani, anaugulia maumivu yaliyotokana na yeye kushambuliwa na kupigwa na tajiri mmoja aliyefahamika kwa jina moja la Donald. Inaelezwa kwamba siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 3, kijana huyu alifika maeneo ya nyumbani kwa tajiri huyo, na alikuwa anaomba kazi kwa ajili ya shughuli za mikono, kwa sababu inaelezwa kwamba nyumbani kwa tajiri huyo kulikuwa na shughuli za ujenzi. Kwa hiyo geti pia lilikuwa limefunguliwa. Kwa hiyo akaenda ingalau kuulizia kwamba anaweza akapata kazi ingalau za kusaidia fundi katika eneo hilo. Lakini alivyofika wale mafundi wakiwa pamoja na yule tajiri wakaanza kumshambulia kijana huyu kwa mapanga, lakini vile vile wakadiriki kumwagia mafuta ya taa, akaona haungui, wakamwagia mafuta ya petroli ambayo yalipelekea yeye kuungua eneo lote la tumbo na sehemu zake za siri. Lakini baada ya hapo tajiri huyu alimchukua kijana huyu na kumweka nyuma ya buti ya gari na kumpeleka kituo kikuu cha polisi hapa Arusha Central. Lakini baada ya hapo akatoka tena huyo tajiri na kuenda kumtelekeza kijana huyo maeneo ya hospitali ya Mount Meru. Na alipofika hospitali ya Mount Meru alieleza kwamba kijana huyo amemuokota mtaroni, alikuwa anashambuliwa na wananchi wenye hasira kali. Tumefika hapa nyumbani ambako kwa sasa Prince hawezi kunyanyuka kutokana na maumivu aliyoyapata. Tumezungumza na Prince akitueleza kisa kilichompata, lakini tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu kwa njia ya simu, vile vile mama yake mzazi, akieleza kwamba kwa sasa mtuhumiwa huyo hajakamatwa kwa sababu tu huenda na fedha na wao ni masikini, hawana uwezo wowote, na wanaeleza kwamba sasa hivi hawana uwezo tena wa kumtibia kijana huyu, lakini ameiomba serikali iweze kumsaidia ingalau hatua ziweze kuchukuliwa dhidi ya mhusika aliyetenda kitendo hicho cha unyama na ukatili. Mama yake mzazi amesema kwamba yeye hamkani mtoto wake kwamba ni mwizi ama sio mwizi, lakini kwa sababu kuna sheria, ilishindikanaje sheria kufuata mkondo wake kama yeye ni mwizi? Lakini pamoja na hayo, kijana amesema kwamba kama yeye ni mwizi pia, pale kwenye ile nyumba ya yule tajiri kulikuwa na CCTV kamera, kwa sababu anasema kwamba aliona wezi wakiiba kwenye CCTV kamera. Kwa hiyo ni vema kwamba kama zile CCTV kamera zipo zingeonyeshwa ili ingalau kuonyesha ushahidi wa kile ambacho kinaelezwa na hatua ziweze kuchukuliwa. Majina anaitwa Prince Kiwia. Natokea mtaa wa Siara. Ilikuwa tarehe 28 majira saa 6 mchana mwezi wa 3 2025. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa saa 6 mchana. Nilikuwa naenda maeneo Mushono. Katika kupita mitaa mmoja hapo hivi nyuma ya Siara, nikakuta nyumba moja ambao mafundi walikuwa wawili na bosi yuko ndani. Sasa nilikuwa na shida ya kazi, saa 6 hiyo mchana nikaenda kuomba kazi hapo ya site. Kuingia tu ndani, bosi akafunga geti, akawaamuru vijana wake wafunge geti. Wakaingia ndani wakachukua mapanga na kuanza kunipiga. Kuanzia saa 6 mpaka saa 11 wanadai wanaibiwaga vitu alafu waizi hawajui. Kwa hiyo wakanifananisha mimi nao wanaomuibia. Walinipiga sana na mapanga na kunichoma na moto. Ilipofika saa 11 ndo akanitoa akanipeleka kwa mwenyekiti, akakataliwa. Akanipeleka Central pia akakataa. Akanipeleka Mount Meru akaniacha pale, akasema ameniokota mtaroni, nimepigwa na wanakijiji. Na mtuhumiwa alofanya hivi anaitwa Donald Mola. Hao mafundi waliamriwa na huyo bosi wao wanishikilie. Wao walikuwa wanasaidia kuleta panga hiyo mafuta, na walitaka hadi kuchimba shimo wanizike hapo hapo kwake.
Geti lilikuwa wazi na nilisimama kwa nje kama nataka kuingia, wakaniita wenyewe. Nilivyoingia tu ndo wakafunga geti. Yaani nataka kuongea ni wakanirukia mamtama chini. Sijaongea, sijamaliza ngumi. Namuelezea kwamba ni jirani kabisa na baba mkubwa wangu. Anambia baba mkubwa wangu huyo hapo anipeleke. Akawa hataki, ndo wakachukua panga wakaanza kunipiga. Wanadai wanaibiwa alafu waizi hawajui. Ni njia pia ambayo inatumika kupita na watu wengi, na pia hapo nilisikia kuna kazi, nafasi za kazi, maana ni site. Alikuwa anajenga nyumba yake. Mimi napiga kazi za site, yaani kazi zozote zile zitakazotokea tunafanya vijana. Alianza kunimwagia mafuta taa, akaona siwaki, akachukua petroli. Ndo akanimwagia, akaninguza hapa tumboni kote na mgongoni. Nilikuwa nimeshapoteza fahamu, ila kusikia nasikia. Walivyokuwa wananipiga, nilivyokuwa sana nawaambia baba mkubwa wangu huyo hapo wanatukana, hawataki kusikia. Kila nikijaribu kujitetea hawanielewi, wanazidi tu kunipiga na mapanga. Walinipiga sana mpaka saa 11 ndo akanitoa, akanipeleka kwa mwenyekiti, akasema ameibiwa. Mwenyekiti akamwambia onyesha ushahidi, maana kwake anao video kamera za kutosha, CCTV kamera yani. Akawa na ushahidi. Mwenyekiti akamwambia nenda Central pia akamwambia fanya hivyo hivyo. Akawa na ushahidi. Ndo akanipeleka Mount Meru akanitupa pale. Akasema ameniokota. Ilitolewa taarifa yeye hadi RB zimekatwa ila bado hajakamatwa. Walivyokuwa wananipiga kuanzia saa 6 mpaka saa 11, alivyomaliza akaona kwamba nakaribia kufa sasa. Akanifunga mikono yote nyuma na miguu, akanipeleka kwa mwenyekiti wa mtaa. Walivyonipeleka kwa mwenyekiti wa mtaa, aliniweka kwenye buti kwanza kabla kunipeleka. Wakaniweka kwenye buti ya gari, walisaidiana nao mafundi. Akafungua geti polepole, akanitoa akanipeleka kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti pale, akafika akamuelezea, mwenyekiti akamkataa. Mwenyekiti akamwambia nenda Central. Kakate na P3 kama unadai umeibiwa na umpeleke huyo kijana hospitali. Yeye akaenda Central pale hajafanya kitu yote, akawa anapiga story nao mafande. Sijui ndo anaelezea. Mwishoni nikaona amewasha gari tena ndo tukaenda hospitali. Wakati huo nilikuwa navuja damu tumboni kote, mgongoni, kichwani, maana walinikata hadi kichwani. Walinikata na panga kichwani, mgongoni, na baada hapo wakaona itoshi, walichukua mfuko wakachoma wakadondoshea mgongoni zile nta alafu wakakwangua na panga, yaani kubandua. Alipofika tu hospitali alipewa vile vitanda vya wagonjwa anavyokumbuka. Nesi akamuuliza vipi kijana, akasema nimemkuta mtaroni alikuwa anapigwa na wanakijiji. Basi akawasha gari yake akaondoka. Mimi kabla sijazimia sasa, nesi walivyokuwa wananiuliza pale, mimi niliweza tu kutoa namba. Ndo hapo kumbukumbu zinapoishia. Naiomba serikali imtilie nguvuni mtuhumiwa, kwa kuwa si mwanadamu kama wanadamu wengine, ni katili sana. Alikuwa anataka kuniua, hana roho ya ungwana, na bado anazidi kunitishia maisha yangu kwamba nisitoe siri zake kwa vitendo alivyovifanya. Nikitoa siri zake anaweza kagiriki kufanya alichokiahidi. Kwa hiyo naomba serikali itimize wajibu wake, na pia inaonekana ana nguvu ya hela sana, maana RB zilishakatwa ila bado hawamkamati. Cha kushakaza zaidi, mtu amenifanyia vitendo vyote, amenichoma, amenikata na mapanga, na bado amenifunga mikono na miguu, ameniweka kwenye buti lake la gari, ila tulipofika Central anapiga story na maafande kawaida, wala ajali kama anaye mtu kwenye gari. Mimi kwa majina yangu naitwa Raeli Joseph Sambo. Nilikuwa siku hiyo ya tarehe 28, ilikuwa siku ya Ijumaa. Nikiwa kazini kwenye muda wa saa 10, nilipigiwa simu. Nikaambiwa unaweza kufika hapa nyumbani. Ukafika kule Mount Meru. Tumezunguka odi zote. Tafuta odi mpaka sasa kama vile kagiza kanaingia, tunakata tamaa. Ile tunatoka, mama mmoja akasema, "Kwa nini msiende hapo nje migration, sijui ni wapi hapo? Mkaangalie kama yupo." Tukasema tuende hapo. Tukaenda hapo nikakuta wadada wanafanya usafi. Tukawauliza, "Jamani, kuna mtu ameletwa hapa?" Wakasema anaitwa nani? Anaitwa Prince. Wakasema, Prince, kuna kijana aliletwa hapa. Tukamuuliza, na aliyemleta yuko wapi? Akasema alimtupa tu hapa. Akasema amemuokota, amefanya tu Samaria, amemuokota kwenye korongo akiwa amepigwa na wanakijiji na kuchomwa moto. Haya, nikasema sasa tunafanyaje jamani? Tunaomba basi amepata huduma yoyote? Wakasema
mpaka afunguliwe faili. Yesu wangu, nikamwambia dada, hebu ingia umuone, maana si unajua mimi tatizo langu sizubutu kumuona. Ingia umuone, uniambie yuko vipi. Dadangu akakaza roho akaingia. Kidogo akatoka akiwa analia. Yesu wangu, nikasema ule mtoto ni ile ndio sema Mungu maiti itakuwa tayari. Akaniambia nimekuta anatupa mikono na miguu, nikawa anasema tu hata kufa bali ataishi. Naongea kama kichaa. Hata kufa bali ataishi, Zaburi ya 118 mstari wa 7. Ndio hivyo tunaongea kama kichaa. Baadaye nikaona ngoja tu tukaze roho tukafungue faili. Nilikuwa na shilingi 15,000 tu kwenye pochi. Nikaitoa 10,000 tukafungua faili. Yule tunayefungua faili akasema siwezi kuwapa faili. Mmemwona mgonjwa? Tukasema hatujamuona, tumeomba kwa tufungue faili. Na yeye akasema siwezi kufungua faili, hamjamuona mgonjwa. Tukarudi tena. Tukamuona sasa. Ndio tukaruhusiwa tukaenda kufungua faili. Baada ya kufungua faili ndio sasa tukaambiwa kaeni hapo subirini. Ndio naona wakaanza kumhudumia, ndio baadaye wakatangaza ile ya wenye mgonjwa fulani mje hapa. Ndio tukaenda pale, tukaambiwa sasa mgonjwa anaenda udini. Kwa kweli hali aliyokuwa nayo mtoto, yani hata sasa hivi ninavyoelezea, yani naona kama ile baridi ya uzazi iliyopanda hiyo siku ilipanda siku 3, naona kama ninataka kurudia. Mungu nisaidie. Nilimuona, ni neno moja tu niliongea, nikamwambia madaktari, jamani, atapona huyu? Wakaniambia mama usiogope, atapona. Basi wakasukuma wakapeleka hodini. Walivyofikisha hodini sasa, nani analala? Nikasema mimi mama yake, naombeni tu nilale naye. Wakaniambia mama huwezi lala na mtoto. Ndio nikampigia kaka yake. Ndio akaja pale, akaambiwa unaruhusiwa kulala naye lakini ulali hapa hodini, utakuwa unalala hapo nje. Akasema sawa, haina shida. Ndio mtoto akawa hodini. Kesho yake asubuhi tukafika, ndio tukaendelea kumwangalia mtoto. Haya, kaka yake siku hiyo ya pili ndio akaenda akafungua kata arabi. Ndio akaja akaniambia mama, nimeshakata arabi. Ndio maaskari wale alivokata arabi wakaja pale kuchukua maelezo ya mtoto hodini. Haya, wakasema walimfuata huku na mwenyekiti. Walimchukua siju mwenyekiti wakamfuata naye huku. Ndio wakakuta alifuata Jumapili naona asubuhi. Kufika huku wakagonga wakaambiwa yupo ametoka. Baada kidogo wanaondoka kwamba wameacha ujumbe, basi akifika mwambieni afike kituoni, anatakiwa kituoni akatoe maelezo yake ya kitu alichokifanya. Baadaye wanataka kuondoka hivi akapiga simu. Akawaambia, "Mbona nawaona getini kwangu na wewe mbona ni askari fulani na ninakufahamu?" Basi kilichoendelea sijui, waliondoka, kwa hiyo maaskari hawakurudi tena. Kijana wangu hakukata tamaa, akaenda tena kwa askari mwingine, namba zao zote ninazo zao maaskari hapa. Askari huyo akapiga simu nikiwa nyumbani kwangu. Wakati mtoto aliruhusiwa hiyo Jumapili sasa mchana. Walipomfuata huku mtoto aliruhusiwa Jumapili mchana. Nikamwambia madokta, mnavomruhusu huyu mtoto na hii hali ninavyoiona, ni kwamba hamna tatizo kweli? Wakaniambia hamna tatizo mama. Moto haujaingia tumboni, haujaingia ndani ya mwili. Wakasema hapana mama, nenda tu katafute dokta atakayemsaidia mtoto. Nikaja na mtoto sasa. Ndio hivyo, ule askari mwingine akapiga simu akasema, "Mama wewe ndio una kijana wako anaitwa Prince?" Nikamwambia ndio. "Tunataka nije nimchukue maelezo." Nikamwambia hamna shida, niko na mgonjwa nyumbani, wewe njoo tu, wewe na amani. Akaniambia sawa. Kidogo akasema ameenda usa, sijui amepata dharura, yuko busy. Nikasema hamna shida. Wewe ukiwa tu tayari hata baadaye hata kesho wewe nipigie tu, ikishindikana hata nitatafuta bajaji, nitamlaza mtoto kwenye bajaji aje atoe maelezo. Akaniambia sawa. Kesho yake nikamtafuta peke yangu. Nikamwambia inakuaje sasa? Naweza kuja na mtoto? Akasema ndio. Ile tunataka kujiandaa. Akasema au subirini kwanza nitawapigia. Hakupiga simu tena wala hakuhangaika tena. Kijana naye huko akawa yuko busy sana kwa sababu yuko kwenye kazi za watu. Ndio hivyo na akawa anampigia anamwambia subiri niko busy. Sasa nikawa nasema mbona kila mahali askari hawa wameingia mitini. Huyu naye naona atakuwa ameingia mitini. Nikaendelea kuhudumia mgonjwa kwa sababu naona nishike lipi niache lipi. Mimi ndio mama, mimi ndio baba, mimi ni mama, nafanyaga tu vibarua vidogo tu vya hapa na pale. Nikiangalia, nitaangalia mgonjwa, pesa sina, nitaenda Central, pesa sina. Mungu nitasaidikaje? Haya, nikakaa naendelea na mgonjwa wangu. Baada ya muda mgonjwa akawa sio mbaya sana,
imeonyesha matumaini. Kwa hiyo mimi sasa mamake na kijana naiomba serikali jamani inisaidie mimi mama ambaye sina uwezo wowote, sina msaada wowote, mpaka mahali hapa nilipofikia. Sina hata hela ya kuendelea kumhudumia huyu mtoto. Sina hata hela, saa nyingine tunaweza tukawa tunalala hata na uji. Tunamwambia mtoto usiogope, Mungu atakuponya tu, utaendelea na kazi zako. Ndio hivyo jamani, naomba tu serikali nisaidie huyu mtu akamatwe, kwa sababu aonyeshe tu kidhibiti ambacho huyu mtoto alimuibia, na kama hata alimuibia asingemfanya unyama wa design hiyo. Na hicho kidhibiti angemkamata nacho, si ndio kingekuwa vizuri, ili angalao alipo mali zake kama ni kweli aliibiwa, na kama ni kweli mtoto alionekana kwenye kamera, kulikuwa kuna haja gani ya kumpiga kiasi hicho mpaka na kumchoma moto na kutaka kumfukia apoteze ushahidi? Lakini kutokana na roho ya Mungu hiyo inasimama na watu, naona akashindwa vyote hivyo vya kuchimba shimo na kufukia. Sasa polisi, mnajisikiaje kwa wanyonge kama sisi ambao hatuna pesa? Kama ni watoto wenu walifanyiwa kitendo kama hichi, kweli nyie mngejisikiaje? Na wakati bosi mwenyewe yupo na anaendelea na shughuli zake, na baada ya kupigiwa simu na askari mambo yakabadilika, na mimi mtoto yuko kitandani bado naendelea kumuuguza. Sasa mnalichukuliaje hili? Mimi wa Tanzania kwa kweli, mimi nilikuwa naomba serikali nisaidie huyu mtu aliyefanya hichi kitendo cha kinyama. Kwa kujivunia yeye ana pesa, ndio maana amefanya hichi kitendo. Kwa sababu amefanya hichi kitendo cha kinyama na bila kujali na kuchukua sheria mkononi. Na japo kama alimkamata kijana huyu na kusema ni mwizi, angempeleka polisi, sio kufanya kitendo cha unyama alichokifanya. Nilikuwa naomba serikali nisaidie ili huyu aliyefanya hichi kitendo aweze kutiwa nguvuni na aweze kuonyesha rasilimali za mtoto alizomuibia, kwa sababu alisema mtoto ni mwizi na amemuibia vitu vingi sana, na kwake kuna kamera nyingi na aonyeshe kwenye kamera na vitu vilivyoibiwa. Naiomba serikali sana inisaidie, maana msaada wangu mimi kwa serikali tu, sina msaada mwingine, maana sina pesa, sina uwezo wote. Serikali tunaomba inisaidie, kwa sababu mtoto wangu wenyewe bado yuko kitandani na hangaika naye, napambana naye na majeraha yote aliyopata, ndio bado nahangaika naye huyu mtoto hapa ndani. Nakumbuka ilikuwa kama tarehe 28 mwezi wa 3. Tulikuwa kwenye kikao cha wananchi, kuna jamaa mmoja anaitwa Donald ambaye pia kwenye mtaa wetu. Akawa amekuja na kigari fulani cheusi, akaniita kwenye mkutano, mwenyekiti njoo bwana, njoo. Akafungua bonnet kwa nyuma, akaniambia unamfahamu bwana? Nikamwambia mimi simjui. Akamwambia mimi simfahamu. Kumbe yule bwana alikuwa bado ana akili kwa mbali. Akaniambia mwenyekiti, mimi ni mtoto wa Liza. Nikamwambia Liza yupi? Akaniambia Liza Isaac. Sasa ndio nikampigia babake, nikamwambia kuna kijana wako bwana yuko hapa amepigwa na sadikika alikuwa anaiba. Sasa kwa hali hii mimi siwezi kutoa maelezo yoyote. Huyu bwana ndio mwambie bwana mrudishe, maana yule jamaa alikuwa kwenye hali mbaya kabisa. Kwa hiyo wewe mrudishe ulikomtoa, kwa sababu kama ulimkamata wakati ni mwizi, mbona hujatupa taarifa? Huyu bwana ndo akawa ameondoka, akamuondoa kwenye maeneo ya mtaa wa ofisini, mtaa wa Siara hapo. Akawa ameondoka kwa maana kwamba anaelekea Centro. Baadaye kufika Centro, nafikiri Centro naye sio polisi wakamwambia sio kwa hali ya huyu bwana, asi hapana, nafikiri mpeleke hospitali. Kwa hiyo baada ya kama masaa mawili huyu bwana akanirudia akaniambia nani yule bwana wapige ndugu zake waambie yule mgonjwa wao yuko Mount Meru hospitali. Ndio nikawa nimewapigia ndugu zake walipokwenda wakanirudia akaniambia mwenyekiti, huyu bwana hatumuoni, wamemwandikisha kwa jina lipi, manake hatujui yuko kodi namba ngapi. Nikamrudia tena huyu bwana Donald, nikamwambia Donald, bwana wenye mtoto wanauliza huyu mgonjwa wao anaitwa nani na yuko kodi namba ngapi? Akaniambia mimi nimemwacha tu, wewe aulizeni tule mwizi alioletwa hapo mchana. Basi kwa hiyo baada ya hapo ndo ndugu zake wakawa wameendelea kwenda kumtibu kwa hali hiyo. Kwa hiyo kwa taarifa nilionayo mimi ni mpaka hapo, ila hakuwepo na hakuja na ushahidi yoyote, ila kwa kibano kwa kweli alipigwa. Kwa kupigwa alipigwa. Yaani hata kila mtu alisikika kabisa. Aliyempiga ni huyo bwana Donald au? Huyo maana ndo aliyemleta, na ndio tajiri mwenyewe kwamba anasema
alikuwa anamuibia nyumbani kwake Nondo. Sasa kinachotokea mheshimiwa, huyu bwana kwanza siakuja na ushahidi. Nikamwambia huyu bwana alikuwa ameibaja, akasema bwana tulikuwa tunamuona kwenye kamera. Sasa kama mlikuwa mnamuona kwenye kamera siku zote, kwa nini msitoe na mnamfahamu, kwa maana yake ni majirani hapo, kwa nini msitoe basi taarifa kwenye serikali za mitaa kwamba bwana huyu kuna huyu jamaa anatuibia, kuliko sasa kwenda kuchukua sheria mkononi? Naona bwana hakutaka kusikia hii mambo kabisa. Basi kwa hiyo baada ya hapo sijajua kilichoendelea. Yule bwana alikaja akaugua, nafikiri ndugu zake wanaendelea. Juzi wakawa wameleta barua ndugu zake, kwa maana kwamba mwenyekiti, kuna barua kutoka kwa mkuu wa wilaya bana, naomba umpelekee bwana Donald. Nafikiri juzi leo ni kama siku ya 3 au ya 4. Sasa huwezi kuchukua, kwa sababu ukisharuka ngazi za serikali za mitaa, maana yake ni polisi na mahakamani. Kwa sababu kama angekuwa ametuelekeza mapema, tungechukua taratibu za kujua mwizi ni nani, kwa nini anaiba. Sasa kwa matikili ya kuchukua hatua mkononi, wala hatukutaka kuisikiliza tena hiyo, kwa sababu ilishaenda kwenye hatua ngazi zingine za kisheria. Kama ni mwizi kweli, kama ni mwizi amekamatwa, kwanza kisheria anavyofahamu mimi, ukishamkamata mwizi tayari hauruhusi tena kuchukua sheria mkononi. Maana yake ukishakuwa taratibu za sheria na kanuni za nchi, ukishamkamata mwizi maana yake mpeleke katika sehemu husika ili hatua zingine zichukuliwe, sio kuchukua sheria mkononi. Unajua kwa hali aliyokuwa nayo yule bwana, wala sikutaka mahojiano naye baada ya kumwambia bwana mrudisho ulikomtoa, kwa sababu kama ulikuwa ni mwizi wa muda mrefu, ulikuwa na haja gani ya kumleta kwenye maiti kwenye ofisi za serikali za mtaa?